Na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Jina la Bwana litukuzwe. Sasa na hata milele. Msaada wetu ni katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na dunia. Bwana awe nani. Awe rohoni mwako. Ndugu zangu, Bwana wetu Yesu Kristo alipoutwaa mwili alilifanya tumbo la mama Bikira Maria kuwa makao yake. Sasa tunamuomba aingie katika nyumba hii, aibariki na kuifanya pia kuwa makao yake, apate kuishi miongoni mwetu na amjalie upendo kwa kila mmoja wetu na ashiriki furaha zetu. Tunamwomba pia atufariji katika huzuni zetu kwa upendo wake wa kimungu. Daima atuongoze kwa mausia yake na hatimaye kwa mifano ya mwenendo wa utakatifu wa maisha yetu tukafanye mahali hapa kuwa nyumba ya sala na upendo, huko tukidumu kuwa ndugu na kuendelea kumuitikia yeye aliyetuita na kutuweka katika utumishi wake. Tuombe. Ee Mungu Mwenyezi wa milele, mwanao Bwana wetu Yesu Kristo alituambia kuwa wanapokaa wawili au watatu kwa jina lake yeye yupo kati yao. Na tena anatufundisha kuwa mtu akimtumikia na amfuate, maana alipo yeye ndipo na mtumishi wake atakapokuwapo. Na wewe utampenda mtumishi huyo na kisha mtamfanya makao yako. Tunakuomba kwa unyenyekevu uijaze nyumba hii ya watumishi wako upendo na ukarimu. Uwajalie tunza yako ya kibaba na ulinzi madhubuti dhidi ya mitego ya adui. Dhidi ya mitego ya adui daima wawe wanyenyekevu katika kuendelea kuisikia sauti yako, wakipendana wao kwa wao na kuwahudumia watu wako kwa uvumilivu na upole na upendo. Kwa msaada na kinga ya neema yako, wadumu katika kuzishika amri zako, ili wapate kuyaishi vyema mapenzi yako. Wape nguvu katika kujibidiisha katika kujenga umoja wa kidugu na maisha ya pamoja kwa mfano wa Utatu Mtakatifu. Na sasa, Ee Bwana, tunakuomba uibariki nyumba hii, uitakase na uilinde, ili wote watakaoishi huko wajaliwe usalama mwilini na rohoni kwa njia ya Kristo Bwana wetu.